cha Lifanzulo kwa kuweza kumpigia kura nyingi za kishindo Dr. Samia Suluhu Hassan na kuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano. Naomba tumpigie makofi. Lakini vile vile na mimi niwashukuruni sana wananchi wote mlionipigia kura nyingi ili niweze kuwa mbunge wa jimbo letu la Madaba. Naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru sana. Kama walivyotangulia kusema wenzangu, hii ni ziara yangu ya kwanza. Nimeanza ziara baada ya kutoka bungeni kama siku 4-5 zilizopita, lakini ziara yangu ya nje, mikutano ya nje ni huu mkutano wa kitongoji cha Lifanzulo. Lifanzulo oye! Ni kweli mimi nimekuja hapa leo kwa mara ya kwanza, lakini Tanzania ni kubwa. Naomba niwaambie, tunatambua kwamba kuna wananchi wanaishi kwenye maeneo haya, na ndio maana nimekuja. Katika mazungumzo yenu mengi yamelenga kwenye changamoto, na changamoto kubwa ambayo ninaweza kusema nimeisikia na ambayo kwa kweli inahitajika kufanyiwa kazi, ya kwanza ni barabara. Ndugu zangu, kwanza niwapongeze sana. Pamoja na changamoto ya barabara iliyopo, mumeendelea kufanya kazi za kilimo bila kuchoka na kuhakikisha mazao yenu yanakwenda kwenye soko. Hii ni kazi nzuri mnayoifanya bila kumlaumu mtu yoyote. Ndugu zangu, natambua kwamba kuna mazao mengi yanapatikana hapa ya mahindi, lakini vile vile kunapatikana mpunga kwa kiwango kikubwa. Naomba niendelee kuwasisitiza, endeleeni kulima sana. Kwa sababu unapofanya kazi ya kilimo au kazi yoyote, maana yake unatafuta kipato chako. Na sasa unapotafuta kipato, basi hebu kifanye kilimo kuwa ndio sehemu ya kipato chako. Nina hakika utajenga familia yako, na hakika unaweza kuwasomesha watoto wako. Ndugu zangu, jambo la pili lililozungumzwa kwa kiwango kikubwa ni elimu katika maeneo yetu. Ni kweli elimu ni jambo la msingi. Tusipokuwa na elimu, hakuna chochote tutakachoamua. Naomba niwaambie, serikali yenu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan hayo yote inayatambua, na ndio maana mtangulizi wangu Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ameeleza vizuri kwamba tuhakikishe tunakuwa na data. Tunapozungumzia habari ya shule, lazima tuwe na data. Tukiwa na data itatusaidia sana kuhakikisha tunaishauri serikali ili iweze kuleta shule hapa. Hili ndilo jambo la msingi. Kwa hiyo viongozi wangu mliopo hapa, naomba niendelee kuagiza kwamba hakikisheni mnachukua hizo data za wananchi waliopo kwenye maeneo haya, ili tunapokwenda kujenga hoja ya kuwa na shule, basi tuwe na data zote. Lakini vile vile, ndugu zangu wananchi wa maeneo haya, mumezungumzia habari ya zahanati au kituo cha afya. Ndugu zangu, naomba niendelee kusema serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inayatambua haya yote. Nchi hii ni kubwa, kila maeneo wanahitaji zahanati, wanahitaji vituo vya matibabu. Lakini nataka niwaambie, na hapa kwa maelezo mlioyatoa, mimi naamini serikali yenu sikivu italibeba na kuhakikisha
tunachukua nafasi ya kuona uwezekano wa kuhakikisha tunakuwa na zahanati au kituo cha afya.